Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, karibuni leo Dominika ya pili ya kipindi cha kawaida mwaka ha. Dominika iliyopita ndio tulianza Dominika ya kwanza, wakati ambao tulikuwa na sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tutakuwa na majuma 6 kabla tuanze kipindi cha Kwaresma. Na katika muda huu Mama Kanisa anatupatia nafasi ya kuweza kukua katika Yesu Kristo ambaye amezaliwa katika maisha yetu. Na ndiposa tunaona katika Dominika hii yetu ya leo, Dominika ya pili, tumeitwa tuweze kuwa watumishi wa Mungu. Umeitwa uweze kuwa mtumishi ambao ni mwanga wa mataifa. Mungu amekuita kwa njia ya kipekee ili akupatie kazi, sio udumu katika giza, lakini uweze kuwaangaza wale wote ambao unakaa na wao, wale wote ambao wanakuona, wale wote ambao wanakujua, ndiposa waweze kukushuhudia kama vile Yohana alivyoshuhudia mwana kondoo, vile alivyomshuhudia Yesu, na wewe uweze kushuhudiwa na watu wa kwamba umekuwa furaha katika maisha yao, umekuwa msamaha katika maisha yao, umekuwa mwanga katika maisha yao, kwa sababu hiyo ndiyo kitu ambacho Mungu amekuita, amekuchagua uweze kuwa mtumishi. Basi fanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu amekuita ufanye kazi hiyo. Basi tuombe ili Mungu atujalie tusifanye mapenzi yetu, tusiweze kuwa watumishi wa ulimwengu huu, lakini watumishi wa Mungu ambao wanaleta ufalme wake kwa watu wote. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya 3 hadi 6, na tunaona Mungu anamchagua mtumishi wake tangu mwanzo ili aweze kuwa mwanga wa mataifa, na ndiposa anasema huyu mtumishi ndio nuru na mwanga wa mataifa, atakuja kuwalengesha wale ambao wamepotea. Yeye ni nuru kwa sababu amepatiwa hiyo kazi, na ndio tunaona ingawa hitimisho hili lilitokea kwa Yesu Kristo, kila mmoja wetu ni mtumishi. Mungu amekuchagua wewe kwa njia kipekee ili uweze kuwa nuru na mwanga kwa wale ambao unakaa na wao. Mungu amekuita ili uweze kuleta mwanga katika maisha ya watu wengine, lakini tunaona mara nyingi badala ya kuwa mwanga, wengi wanakuwa giza. Badala ya kuleta watu kuunganisha watu, unawatenganisha. Badala ya kuleta watu kwa Mungu, unawapotosha kwa waganga. Badala ya kusamehea watu, unawaambia utawahi kuwasamehea. Badala ya kuunganisha familia, unatenganisha. Badala ya kuweza kuunganisha watu katika ndoa, unawatenganisha, kwa sababu umekuwa giza katika maisha ya watu. Umekuwa giza katika ndoa, umekuwa giza katika sala, umekuwa giza katika imani, umekuwa giza katika kazi, umekuwa giza katika yale mabaya. Kwa hivyo badala ya kuleta furaha, unaleta utengano, unaleta vitina, unaleta vita, unaleta udaku, unaleta chuki, unaleta vitu vyote. Je, lini utafanya mapenzi ya Mungu? Lini wewe mwenyewe utaweza kuwa mwanga katika maisha ya watu? Lini wewe utakuwa mwanga katika ndoa yako? Lini ambao utakuwa mwanga katika kanisa? Lini wewe mwenyewe utakuwa mtumishi wa Mungu? Kumbuka yale maneno ya msaburi anaposema, ndipo niliposema tazama, nimekuja kufanya mapenzi yako. Hatuja kuja kujifanyia mapenzi yetu, ama hatuja kuja kufanya mapenzi ya ulimwengu huu. Hata Mungu hakukuita ili uweze kupendeza watu tu, ili uweze kuwahudumia watu wa mataifa katika hali zao na furaha zao. Mungu amekuita ili uweze kuwa mwanga katika maisha hayo. Ndiposa anasema katika ngombo la chuo nimeandikwa kufanya mapenzi yako. Mungu wangu ndiyo furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa, sikuizuia midomo yangu. Bwana, unajua tumeitwa tufanye mapenzi ya Mungu. Wacha kupendeza watu ndio waweze kukupenda wewe.
Acha kujifurahisha katika watu ndio uweze kupata fidia, lakini jua kwamba Mungu ndiye amekuita uweze kuwa mtumishi wake mwaminifu. Na somo letu la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo wa Korintho, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Na tunaona kwamba katika somo hili Paulo anakiri ya kwamba Mungu amemuita aweze kuwa mtume, na yeye anafanya mapenzi ya Mungu, yeye afanye mapenzi yake. Kwa hivyo hata kuhubiri kwake na kuishi kwake, anasema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ambayo anadhihirisha, na ndiposa amemiminiwa neema na baraka. Yote anayofanya ni kwa mapenzi ya Mungu. Je, unafanya vitu kwa mapenzi ya nani? Umekuwa katika ndoa, umekuwa kiongozi, umekuwa kiongozi kwa mapenzi ya nani? Umekuwa na ndoa kwa mapenzi ya nani? Mara nyingi tunasahau ya kwamba vitu vyote tulivyo navyo ama yale yote ambayo tunayafanya ni kwa ajili ya nguvu zetu. Kwa sababu uko na kazi, unafanya vile unavyotaka, uko na watoto, uko na biashara, uko na mume, uko na mke, unafanya yale ambayo unayafanya unataka. Hapana, yote ni kwa mapenzi ya Mungu. Tunaishi kwa mapenzi ya Mungu. Uko na mke kwa mapenzi ya Mungu, uko na mume kwa mapenzi ya Mungu, uko na afya njema kwa mapenzi ya Mungu, ulinzi unaopata kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo sio nguvu zako, ni nguvu za Mungu, na kwa hivyo unapaswa kumsikiza huyu Mungu ambaye anakuneemesha katika maisha yako. Sikiza neno la Mungu, sikiza Yesu katika sakramenti, katika sala, katika kuabudu, katika kupenda, katika kusameheana, katika kusaidiana, katika hivyo kukataa dhambi na ila zake zote, kwa sababu tumeitwa tuweze kuwa watakatifu. Hawezi sema kwamba unataka kumfuasa Yesu Kristo kama utaki utakatifu. Na utakatifu sio wale watakatifu ambao tunawaenzi, hapana. Maisha ya kiroho, maisha ya kusikiza Mungu, maisha ya msamaha, maisha ya kupenda, maisha ya kuweza kuwa nuru, maisha ya kuwa mwanga. Katika binadamu wetu tunaweza kumfuata Yesu Kristo na hivyo tukawa watakatifu, kwa sababu neema imemiminwa katika maisha yetu. Ndio tunaambiwa na Paulo, tumemiminiwa neema ya Mungu. Kwa sababu tumemiminiwa neema, hatufanyi mapenzi yetu, tunafanya mapenzi ya Mungu. Basi ndugu zangu, tumeitwa tuweze kuwa watumishi watakatifu ambao wanamfuasa Yesu Kristo na wanamsikiliza kila wakati. Na injili yetu inatoka mwinjili Yohane sura ya kwanza aya 29 hadi 34. Na tunaona huyu Yohana Mbatizaji anashuhudia mambo matatu kuhusu huyu Yesu ambaye alimuona. Alisema wakati ambao alimuona, alisema huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Na hivyo hivyo akasema alishuhudia kuona Roho Mtakatifu akikuwa juu yake. Na hivyo akasema jambo la tatu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo ushuhuda wa Yohana unadhihirika katika maisha ya Yesu. Yeye ndiye mwana kondoo kwa sababu amekuja kubeba dhambi zetu. Yeye ndiye mwana kondoo amekuja kutuokoa. Yeye ndiye mwana kondoo amekuja kubeba madhaifu, kuja kubeba magonjwa yetu, kuja kubeba shida zetu, mahangaiko yetu, kwa sababu amepatiwa Roho wa Mungu na ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wakati ambao tunamuona, tunaona yule ambaye anakuja katika maisha yetu kutusaidia kubeba mizigo yetu, kutusaidia kubeba shida zetu, kutusaidia kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo yeye tunamuona, yeye tunamjua na yeye tunampenda. Je, kwa kweli wewe unamtambua huyu Yesu Kristo kama mwana kondoo katika maisha yako? Yeye unamtambua kama Roho wa Mungu? Yeye unamtambua hivyo hivyo kwamba amejazwa neema kama mwana wa Mungu? Kwa sababu kama wewe huwezi kumtambua huyu Yesu Kristo, itakuwa ngumu kupeana ushuhuda. Yesu Kristo ni nani katika maisha yako? Unamtambua yeye katika ndoa yako? Unamtambua yeye katika watoto wako? Unamtambua yeye katika kazi zako? Kwa sababu wakati ambao unamtambua, utaweza kumpeana ama utaweza kupeana ushuhuda kuhusu yeye ni nani. Je, unamtambua Yesu Kristo
ni nani katika maisha yako? Ni ushuhuda gani ambao unaweza kuupeana? Na jambo la pili, je, ni ushuhuda gani ambao watu wanaweza kuupeana kuhusu sisi? Wakati watu wanakuona wewe ni nani? Ni kitu gani ambacho wanasema kuhusu wewe? Kuna watu ambao wanakuona ukija, wanasema kitu gani kuhusu wewe? Mkorofi yule, mtu wa mshene yule ni mganga, yule ni mchawi, yule ni mtu wa vitina, yule ni mtu ambaye anapenda vita, yule ndio anaharibu ndoa za watu, yeye ndio huyo ambaye hapendi maendeleo. Watu wanakusemea kitu gani kuhusu wewe? Mazuri ama ni mabaya? Na ni ushuhuda gani ambao wanaweza kusema kuhusu wewe? Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, watu wanapeana ushuhuda gani kuhusu wewe kama mtumishi wa Mungu? Watu, kwa sababu Mungu amekuta katika ndoa, watu wanapeana ushuhuda gani kuhusu wewe kama baba wa nyumba? Ama ni ushuhuda gani ambao wanapeana kuhusu wewe kama mama wa nyumba ama kiongozi? Ni lazima na sisi tuweze kumwiga Yesu Kristo katika maisha yetu, tuweze kupewa watu waweze kutuona kama mwanga katika maisha. Basi ndugu zangu, tumwombe Mungu leo ili atujalie tuweze kuwa watumishi wake waaminifu, na ushuhuda ule ambao unapeana kutuhusu sisi uweze kuwa kuunganisha watu, waone ya kwamba kwa kweli mapenzi ya Mungu ambayo tunayafanya na furaha ya Mungu iweze kutimia katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, umetuchagua ili tuweze kuwa watumishi wako. Tumiminie Roho wako ndiposa tuwe mwanga wa mataifa, na hivyo tuweze kukushuhudia na watu watushuhudie kama watu wanaofaa mbele zako. Natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Usahau kusubscribe, usahau kushare na kucomment, ndio tukue pamoja katika Living Word Family.